Je, unajua kuwa mmoja ya marais wenye kuheshimiwa zaidi duniani na mwenye kumbukumbu kubwa aliyoiacha Marekani, namzungumzia Rais Abraham Lincoln, alikuwa mwanamieleka maarufu. Kabla ya kuvaa suti yake na kofia yake ndefu na kuwa mtu maarufu, Lincoln alikuwa tishio ulingoni, akiwa na rekodi ya mapambano 300 na alipoteza mara moja pekee. Akiwa na urefu wa futi 6 na inchi 4, Lincoln alionekana kama jitu katikati ya watu katika karne ya 19. Na kwenye historia inaaminika kuwa katika kipindi cha miaka 12, Lincoln alishiriki katika takribani mapambano 300 ya mieleka. Katika mapambano hayo yote alirekodiwa kupoteza mara moja pekee. Huu ni wastani wa ushindi ambao ni nadra kuupata hata katika michezo ya kisasa. Mtindo wake uliitwa catch as catch can, ambao ulikuwa mchanganyiko wa nguvu, ufundi wa kukaba na mbinu za kumwangusha mpinzani chini. Tukio maarufu zaidi la hayati Rais Lincoln lilitokea mwaka 1831 huko New Salem, Illinois. Lincoln alikuwa geni kijijini hapo akifanya kazi dukani, na alipewa changamoto moja ya kupambana na mwanamieleka Jack Armstrong, kiongozi wa kundi la Clary's Grove Boys, vijana wahuni waliokuwa wakitawala eneo hilo kwa vitisho wakati huo. Inasemekana katika mchezo, Armstrong alijaribu kutumia fouls nyingi, jambo ambalo lilimkasirisha Lincoln. Lincoln alimkamata Armstrong kwa nguvu, akamuinua juu na kumtikisa kama mtoto mdogo kabla ya kumwangusha chini. Lakini badala ya uadui kati yao, pambano hilo likaishia kwa Armstrong kumpa mkono Lincoln na kuwa rafiki yake mkubwa tangu wakati huo. Na tukio hili likamfanya aheshimiwe na kila mtu kijijini hapo, na likampa msingi wa kwanza wa imani mbele za watu uliomsaidia kuanza harakati zake za kisiasa. Katika karne ya 19, kampeni za kisiasa hazikuwa za kwenye mitandao, bali zilikuwa ni za kukutana na watu, na zilikuwa ni ana kwa ana. Uwezo wa Lincoln wa kushinda mapambano ukamfanya aonekane kama mtu wa watu. Watu wakaamini kuwa kama anaweza kumshinda mbabe wa kijiji kwa haki, basi anaweza pia kuwapigania dhidi ya udhalimu wowote wa kisheria na kisiasa. Hata hapo alipoanza kugombea urais, wapinzani wake walijaribu kumdhihaki kama mtu wa porini, lakini yeye akatumia haiba hiyo kuonyesha kuwa yeye ni kiongozi imara, kiongozi wa watu ambaye haogopi maneno, na kuunganisha taifa lililokuwa likisambaratika wakati huo. Katika historia pia amewahi kutunukiwa tuzo baada ya kifo. Heshima ya Lincoln ilibaki kwenye mchezo huu na haikuishia tu ulingoni pekee. Mnamo mwaka 1992 akapewa heshima ya kuingizwa kwenye National Wrestling Hall of Fame, tuzo mojawapo maarufu sana nchini Marekani. Hii ikawa uthibitisho kwamba mchango wake ulikwenda mbali zaidi ya siasa. Ulikuwa ni mchango wa nidhamu, ujasiri na michezo. Historia ya Abraham Lincoln inatufundisha mengi kuwa kiongozi bora haandaliwi tu kwenye madawati ya shule ama ofisi za kisheria, bali hata kwenye changamoto za maisha ya kila siku. Mimi ni Regina Baltazari.